tupo katika kambi ya JKU Upenja katika uzinduzi wa uvunaji wa mpunga unaotegemea maji ya mvua, ambapo mgeni wetu rasmi ni mkuu wa utawala wa JKU Colonel Haji Ali Ali, na tumsikilize na pia tuangalie uzinduzi huu jinsi unavyoendelea. Zanzibar tunatumia mchele mwingi kulikoni aina nyingine yoyote ya chakula. Yaani chakula chetu kikubwa ni mchele. Sawa. Na miongoni mwa maeneo ya mkakati katika uzalishaji wa mpunga ni kambi ya JKU Upenja. Katika maandiko ya kilimo yanaonyesha kwamba shamba la Upenja tuna uwezo wa kuvuna pakti 60 kwa kila eka. Tumeelewana? Kwa hiyo jitihada yote mnayoifanya mjue kwamba tunakimbilia kuvuna pakti 60 kwa eka moja. Kweli kwamba tuna changamoto hii ya matrekta, na ufumbuzi wa matrekta, kwa sababu tuna kambi nyingi ambazo zote zinahitaji matrekta. Tuna Bambi msimu wa masika na wao wanalima viazi, Bambi zote mbili, Matola pamoja na Kini. Cheju wanalima mpunga na Upenja pia mnalima mpunga. Matrekta yaliyopo kama sijakosea ni mawili, ndio hivyo? Mawili. Kwa hiyo kila mtu anahitaji trekta kwa wakati ule, ndio changamoto hii inajitokeza. Lakini ninachohakikishia kwamba makao makuu ya Jeshi la Kujenga Uchumi kupitia bajeti yetu hii ya 2026-27 tayari tumetenga kununua matrekta pamoja na visaidizi vingine kwa ajili ya kilimo. Kwa hiyo tuombe Mungu kwamba mipango iende uzuri ya manunuzi ili kufikia malengo ambayo tumejiwekea. Na katika hili nimwagize msaidizi mkuu wa idara ya uchumi wa uzalishaji mali ulisimamie, kwa sababu uanzishaji wa tenda hii unataka uanzishwe na idara yako. Ulisimamie hili tuhakikishe kwamba tunafikia malengo ambayo tumejiwekea. Ama kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mabadiliko ya hali ya hewa hapa, kitu ambacho kinatukwaza ni upatikanaji wa maji. Sio hivyo? Tumeona maeneo ambayo tumezindua, kwa sababu pana kisima kidogo tu lakini mpunga wake unaridhisha. Kwa hiyo hili tayari Jeshi la Kujenga Uchumi tumepata mzabuni wa kuchimba visima. Tutachimba visima viwili kwa kuanzia, kisima kimoja Upenja na kisima kimoja Cheju. Kwa hiyo wana Upenja, jiandaeni na mseme kisima kichimbwe wapi. Kamanda Hussein, mzabuni atakuja muelekeze wapi kichimbwe kisima kikubwa cha kutosha kabisa kulima mabonde haya 18 yote, eka 18 zote zinaweza kumwagiliwa. Ama kuhusiana na wadudu hasa kunguni mgunda, ndio mkuu wa uchumi hapa amesema kwa pembejeo analeta kabla ya msimu wa kilimo kuanza. Kwa hiyo katika pembejeo unazoleta, leti na dawa ya magugu pamoja na dawa ya wadudu. Na mwisho ameshauri mkuu hapa kuwa tuachane na kilimo cha kutegemea mvua, tuelekee katika kilimo cha umwagiliaji. Swala hili tayari liko wizarani. Jeshi kama jeshi tuliandika project ya mabonde yetu yote 4, bonde la Cheju, Upenja, kwa Pweza pamoja na Msaani, kutengenezewa mifumo ya umwagiliaji. Kwa hiyo kinachosubiriwa na mzabuni tayari kishapatikana, kinachosubiriwa ni upatikanaji wa fedha, mzabuni aendelee na kazi. Kwa hiyo hili tunalijua makao makuu na jitihada zinafanywa kama ambavyo nimewaelezea. Kwa hiyo cha msingi hapo ni kusubiri muda tu, lakini mambo yote niliyoelezea, matarajio yetu yatatekelezwa katika mwaka huu wa bajeti unaoanzia Julai 26. Tumeelewana? Hata hivyo niwatie moyo kwamba hakuna kitu ambacho kinashindikana. Mambo yote yanawezekana. Ndio hivyo?
Kwa hiyo nisiseme hayo mkaona kwamba kumbe tunajihangaisha. Hapana, kilimo ni mapambano, kilimo ni vita. Kulima hata kama unakula hasara, bora lima, kwa sababu usipolima huna chakula. Tumeelewana eh? Afande mgeni rasmi, kikosi cha JK Upenja miongoni mwa shughuli zake kuu ni kilimo cha mpunga wa kutegemea mvua. Katika mwaka huu wa 25-26 shughuli za kilimo cha mpunga zilianza rasmi tarehe 1 Novemba kwa hatua ya kuzichimba shamba, ikiwa ni sehemu ya matayarisho ya kilimo hicho. Afande mgeni rasmi, mnamo tarehe 25 Novemba 2025 tuliendelea kwa hatua ya pili kwa burugaji wa shamba hizo ili kuendelea na hatua ya upandaji, na ilipofika tarehe 1 Disemba 2025 tulianza kupanda mpunga wa kilimo cha kutegemea mvua kwa mwaka 25-26. Afande mgeni rasmi, katika mwaka 25-26 kikosi kilipanga kulima jumla ekari 60 za kilimo cha kutegemea mvua. Katika utekelezaji wa lengo hilo, kikosi kiliweza kufanikisha jumla ya ekari zote. Afande mgeni rasmi, pia katika ekari 60 tulizoweza kuzitekeleza tumepanda mbegu za aina 7 tofauti kama ifuatavyo: kupanda mbegu ya Super BC. Mbegu hii ambayo inachukua miezi 4 kupandwa hadi kuvunwa kwake. Super India, mbegu ambayo inachukua siku 150 sawa na miezi 5 kupandwa hadi kuvunwa kwake. Zenji Rice, hii huchukua muda wa siku 30, mbegu ambayo ndio kule natoka shamba ambayo hii umeizindua. Lawama, mbegu hii inachukua siku 120 sawa na miezi 4 kupandwa hadi kuvunwa. Zarik F3, hii inachukua siku 120 kupandwa hadi kuvunwa sawa na miezi 4. Mahela, ambao nayo inachukua siku 90 sawa na miezi 3 kupandwa hadi kuvunwa. Bagamoyo, mbegu hii inachukua siku 120 sawa na miezi 4 kupandwa hadi kuvunwa. Afande mgeni rasmi, upandaji huu wa mbegu tofauti katika shamba letu tumeutekeleza kwa sababu ya kufanya uchunguzi wa mbegu gani inazaa kuliko nyeziwe, pia kuendana na mahitaji ya wananchi ambao ndio wateja wetu wakubwa wa mchele wetu au mpunga. Mtazamaji, baada ya kumsikiliza mkuu wa utawala, na turejee tena shambani kwa kuendelea na zoezi la uvunaji wa mpunga, na pia tutakutana na bwana shamba pamoja na vijana wakiendelea na zoezi la uvunaji wa mpunga. Kwa jina naitwa Sergeant Hamisi Samuel Ruhaga, msaidizi wa bwana shamba kikosi cha JKU Upenja. Tupo katika shamba letu la zao la mpunga ambapo leo ni siku ya uzinduzi, ikiwa afande mkuu wa utawala Jeshi la Kujenga Uchumi alikuja akatuzindulia shughuli yetu hii ya uvunaji wa mpunga, na sasa kazi inaendelea. Mahala hapa tuliopo ni eneo ambao tulipanda mbegu ya Zenji Rice, mbegu ya miezi 3 kutoka kupandwa mpaka kuvunwa kwake, na mpaka sasa imekuwa tayari, ndo tunavuna, na baadhi ya maeneo mengine nayo yako tayari. Tumepanda mbegu tofauti ikiwa ni pamoja na hii Zenji Rice, tuna Super BC, tuna Bagamoyo, tuna Zarik. Katika maeneo yote ya mbegu hizo yako tayari kwa ajili ya kuvunwa, na tayari kazi imeshaanza. Kwa zoezi hili litakuwa endelevu mpaka pale tutapomaliza shughuli hii. Tunamshukuru sana afande mkuu wa utawala kwa kuitikia ombi letu. Tulimuomba aje atuzindulie kazi hii na kaja katuzindulia, tunamshukuru sana. Shukrani zingine za kipekee kabisa ni kwa afande mkuu wa JKU, kwamba naye tunamshukuru kwa jitihada zake, tunaziona anatusaidia katika mambo mengi katika uendeshaji wa shughuli
na sisi tupo tayari kuendelea kulitumikia jeshi na serikali kwa ajili ya kuletea maendeleo jeshi la kujenga uchumi. Mpaka kufikia hatua hii vilevile tuipongeze ofisi ya uzalishaji mali ambao ni idara yetu ambayo inasimamia shughuli zote hizi za uzalishaji katika jitihada zao za kutuletea dawa pamoja na mbolea kwa wakati. Na vilevile katika maelezo yake msaidizi mkuu wa idara hiyo ameweza kusema kuwa ndani ya kipindi kifupi kinachokuja atafanya mgao wa pembejeo za kilimo katika msimu 2026-2027. Kwa hiyo tumshukuru kwamba naye yuko tayari kwa ajili ya kuendelea kuwezesha ili shughuli ziende kama zilivyopangwa. Na sisi kama watumishi wa kikosi cha JKU Upenja tutaendelea kushirikiana na vijana wetu wa kujenga taifa katika kuendeleza shughuli zetu hizi, ikiwa sisi tutasimama kama wasimamizi, wafundishaji na waongozaji, nao watakuwa kama ni wanafunzi, kwa sababu wapo kwa ajili ya kusoma na kuelekezwa kinachofanywa, ili nao waweze kuelewa na kuchukua taaluma ambayo itaweza kuwasaidia katika shughuli zingine na maeneo mengine baada ya kutoka JKU. Naitwa Recruit Abdulkadir Ali Mohamed, nilotokea katika kambi ya kujenga uchumi Upenja. Tupo hapa leo kwa kujiandaa na kuvuna mpunga wetu huu uliopandwa. Toka ulipopandwa hadi sasa hivi tupo hapa tunashughulika na kuvuna, na tunashukuru viongozi wetu kwa kutusimamia mpaka sasa hivi ulipofikia hatima hii ya mpunga. Nimejifunza mambo mengi ikiwemo kilimo, uvuvi, mifugo na vitu vingine kama nidhamu, kwata, mazoezi ya kimwili ya kujenga mwili na mambo mengine. Nipo hapa mpaka sasa nimejifunza mambo mengi ikiwemo kilimo, uvuvi na mifugo. Kama hivyo tumeanza kupanda mpunga mpaka awali ilipofikia hapa, na mpunga wetu wa leo unaitwa Zanzibar Rice, umepandwa nyuma kando kwa miezi miwili iliyopita, na huu mwezi wa 3 ndo tunajitayarisha na kuvuna hapa. Tunashukuru sana viongozi wetu, mpaka sasa hivi tunaendelea vizuri na tuna morali pia ya kufanya hii kazi, kwa sababu ni mapenzi yetu kufanya na tunapenda vijana sote kwa pamoja JKU. Vijana waliokuwepo mtaani tunawaambia kwamba wasiogope kuja huku, ni kawaida. Huku ni mambo ya kawaida tu waliokuwepo, tunaofunzwa ni mazoezi ya kimwili, tunazoea hapana, tunafunzwa kuhusu kuwa na nidhamu na tabia njema na mambo mingi tu ambayo vijana nje hawayajui na raia kadhalika pia hawayajui mambo hayo. Tunaomba waje, kwa sababu JKU tunalelewa na tunatoa vitu vyenye maana, na kama hivyo vipaji tunajifundisha kulima, kufuga, tofauti na kusema ukae nje maskani. Vijana wengi tunapotea. Kwa hiyo ikiwa unajiona sina kazi, sina nini, unaruhusiwa kuja huku, kuja ujiunga kama sisi tuliokuwepo hapa. Recruit Chiku Hussein Habibu, kijana ujenzi wa taifa JKU Upenja. Nipo hapa kwa muda wa miezi 6. Yapo mambo ambayo nimejifunza kipindi ambacho nilikuwepo JKU Upenja, hususa swala la kilimo, uchezaji wa kwata, uvuvi. Kilimo ambacho nimejifunza upandaji wa mpunga, upandaji wa tungule, mchicha, figili. Naam, mtazamaji wetu, mwisho wa kipindi chetu hichi ndo mwanzo wa vipindi vyetu vingine mbalimbali. Usisahau kushare na kusubscribe katika vipindi vyetu mbalimbali katika channel yetu ya JKU Habari.